mwanamke kwa asilimia kubwa ukichunguza Agano Jipya anahukumiwa sana tu kwa malezi ya nyumbani. Hahukumiwi eti kwa sababu haendagi kanisani, eti waga tabiri, waga fanya Mwanamke hukumu kubwa alionayo kwenye Biblia, ukichunguza vizuri kwenye Agano Jipya, ni yeye na mume wake, ni yeye na watoto. Basi. Ukisoma Tito sura ya 2, ukisoma Waefeso sura 6, sura 7, ni mwanamke tu anahimizwa na Bwana awe nini? Awe kielelezo. Kwanza kwenye kitabu cha Tito inasema kwamba hao wanawake wawe na tabia njema ili wasifanye injili kuwa ngumu kwa wengine kupokea. Ndio maana mhubiri anaweza anahubiri yao ni mke wake. Mwanipata vizuri? Yao nagi mke wake. Kwa hiyo nguvu ya mafundisho inapunguka nguvu kisa mke wako tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisa nakumbuka Angela bado kama na mwaka kama na nusu. Sasa Angela ukivalisha kitambaa anavua ukivalisha. Nashangaa watu wanaanza kunihukumu, wewe unamvalisha pia mtoto wako kitambaa. Yaani unaona? Nilikuwa huyu mtu hivi kabisa kwa jinsi wananijua wanasema kama sijaribu hata kumvalisha nisijaribu hata kumfundisha. Lakini hawataona hivyo. Wanaona tu yes anafundisha, mbona ndo jinsi na ni vizuri. Kwa sababu hicho kitu kinatuweka sisi kwenye nafasi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini sasa ingekuwa kwamba mimi naye sijitume hata kujituma, hapo sasa ingekuwa sasa mimi ndo niko kinyume na mapenzi ya Bwana. Lakini mimi najituma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na normali siku hizi alikuwa shakuwa vizuri ile, naona tena mama yake amezembea kidogo. Alikuwa shakuwa vizuri kabisa, alikuwa shakukaa siku hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mwaka wa sisi mabinti wote, rudieni kwanza kwa akili ya kibiblia. Ondoeni akili zenu za TikTok, Instagram, wapi, kanyaga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Amen.